Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu nisaidie. Asante. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kiapo, kinachofuata sasa ni taratibu za kijeshi, na nakuomba sasa uelekee sehemu iliyoandaliwa. Naomba viongozi wote tuliopo hapa tutabaki isipokuwa meza kuu pamoja na viongozi walioteuliwa wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wataambatana na Mheshimiwa Rais kwenda kwenye itifaki ya kijeshi. Karibu Mheshimiwa Rais.
Asanteni, karibuni tuketi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Omar Othman Makungu, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Waheshimiwa mawaziri mliopo hapa, Mheshimiwa Balozi Dr. Bashir Ali Kakurwa, Katibu Mkuu Kiongozi, Mhandisi Zainab Said, Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar, viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa waheshimiwa marais wastaafu. Tunaye Mheshimiwa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Abeid Amani Karume, Rais mstaafu wa Zanzibar. Tunaye pia Mama Siti Mwinyi, mke wa Rais mstaafu wa awamu ya pili, mzee wetu Alhaji Ali Hassan Mwinyi, na tunaye Mama Shadia Karume, mke wa Rais mstaafu wa Zanzibar. Tunaye pia Mheshimiwa Anne Semamba Makinda, Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba pia utambue uwepo wa ndugu Philip Mangula, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara na viongozi alioambatana nao kutoka CCM. Naomba pia utambue uwepo wa ndugu Abubakar Kunenge, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, makatibu wakuu wa wizara mbalimbali, viongozi wa dini, Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufani Sivangirwa Sikalalilo Mwangesi, Kamishna wa Maadili, waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani Dr. Elieza Ferechi, Jaji Kiongozi, na ndugu Matias Kabundugulu, Mtendaji Mkuu wa Mahakama. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima na upendeleo mkubwa vyombo vya habari ambavyo vinarusha tukio hili moja kwa moja. Pamoja na hotuba yako pia utatoa taarifa juu ya utaratibu uliopangwa kuhusu msiba mkubwa unaolikabili taifa kwa hivi sasa, ambao ni kuondokewa na aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Rais, naomba kukupa pole sana kwa msiba huu mkubwa na nikutakie moyo wa uvumilivu na ustahimilivu katika kipindi hiki kigumu. Mheshimiwa Rais, lakini kabla ya kuzungumza na Watanzania, naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Aliruhusiwa tarehe 7 Machi 2021 na kuendelea na majukumu yake. Tarehe 14 Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa katika hospitali ya Mzena ambapo aliendelea kupata matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Kwa mujibu wa sheria mazishi ya viongozi wa kitaifa, nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 21 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Aidha, mipango ya mazishi itakuwa kama ifuatavyo. Tarehe 20, yani siku ya Jumamosi, mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli utatolewa hospitali ya Jeshi Lugalo na kupelekwa katika kanisa la St. Peter pale Oysterbay kwa ibada na baadaye kupelekwa uwanja wa Uhuru kwa kuagwa na viongozi. Tarehe 21, wananchi wa Dar es Salaam wataaga mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli na baadaye mwili utasafirishwa kuelekea Dodoma. Tarehe 22 ya mapumziko. Ndugu wananchi, kutakuwa pia kuna vitabu vya maombolezo. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Khamis Juma, Jaji Mkuu Mahakama Kuu ya Tanzania, viowali ambavyo nilivila kwa faraja, nderemo, vifijo na bashasha tele. Leo nimekula kiapo cha juu kabisa katika nchi yetu adhimu Tanzania, nikiwa na majonzi tele na nchi ikiwa imetandwa na wingu jeusi la simanzi kubwa. Nimekula kiapo katika siku ya maombolezo. Kwa ajili hiyo mtaniwia radhi. Kwa nitaongea ndugu kwa vitendo na kwa utendaji wake imara usiotikisika wala kuyumbishwa, huku muda wote akimtanguliza Mungu mbele. Sote tulisikia matamanio na maono yake makubwa kwa nchi hii aliyotafsiri katika mipango, mikakati na ujenzi wa miradi mikubwa. Mimi nilipata bahati ya kuwa makamo wake. Alikuwa ni kiongozi asiyechoka kufundisha, kuelekeza kwa vitendo vipi anataka nchi hii iwe au nini kifanyike. Amenifundisha mengi, amenilea na kuniandaa vya kutosha. Naweza kusema bila chembe ya shaka kuwa tumepoteza kiongozi shupavu, madhubuti, mzalendo, mwenye maono, mpenda maendeleo, mwanamwema wa bara la Afrika na mwana mapinduzi wa kweli. Mheshimiwa Magufuli alikuwa chachu ya mabadiliko. Kwa kweli tumepwelea kwa kuondokewa na kiongozi wetu huyu. Hatuna cha kusema zaidi, na sisi viongozi wenu tumejipanga vizuri kuhakikisha kuwa tunaendelea pale mwenzetu alipoishia. Tunayo katiba ambayo rais waliostaafu na waliofuatia wakifuatiwa na mpendwa wetu hayati Rais Magufuli. Niwahakikishie kuwa hakuna jambo litakaloharibika. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kabla sijamaliza, nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wa mihimili yetu muhimu ya Bunge na Mahakama kwa mshikamano walioonyesha katika kipindi hiki. Nimshukuru Mheshimiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi Nambi kutokana na msiba huu mzito. Vile vile nivishukuru vyombo vyetu vyote vya habari ambao wamekuwa wakirusha matokeo yote mubashara bila kuwasahau tofauti zetu na kuwa wamoja kama taifa. Ni wakati wa kufarijiana, kuoneshana upendo, udugu wetu, kudumisha amani yetu, kuenzi utu wetu, uzalendo wetu, nguvu zetu za pamoja.